Iweka. Kuna mali kofia ya baba uwekwa wakati mauti yametokea. Kwa hivyo mtu akiingia kwa nyumba anajua kwamba hii ni nyumba ya nani? Ya mtu fulani. Na vile tumeambiwa kwamba hiyo ilikuwa ishara ya Raila. Kwa hivyo aidha ataiweka mahali, pengine ukiingia mlango wa mbele unaona kofia pale, unakumbuka hii ni ya nani? Ya mmewai nyumba. Kidogo tu nikukatize kidogo kwa sababu pia tunaenda na pia matukio jinsi yanavyoendelea kuchipuka kwa hivi sasa. Mtazamaji, kama unavyoona kwenye runinga yako, ni maafisa wa jeshi pale wanauelekeza mwili wa Raila Odinga ukiwa sasa umefunikwa, unaondolewa katika uwanja wa Kasarani. Viongozi waliokuwa wamefika katika eneo la Kasarani wamemaliza kutazama, ikiwa ni Rais William Ruto, familia yake, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, viongozi wengine, mawaziri, pamoja na spika wa bunge la seneti, viongozi wa chama cha ODM, pamoja na makamanda wakuu wa vitengo vya kijeshi pia waliutazama na kutoa heshima zao za mwisho, pamoja na maafisa wengine wakuu serikalini. Na kama unavyoona mtazamaji, mwili umefunikwa na pia umewekelewa bendera ya taifa kuashiria yeye alikuwa kiongozi na ni kiongozi wa wengi, kiongozi wa taifa kwa miaka mingi, na ndiposa akapewa hiyo heshima ya bendera ya taifa. Mtazamaji, kama unavyoona, umati kwa kweli umeweza kudhibitiwa katika uwanja huo wa Kasarani. Kama tunavyoona, hali ni shwari, hakuna hali ya vuta kuvute, hakuna mambo ya mvutano, hakuna zogo pale katika uwanja wa Kasarani. Tunaowaona pale, tunaona ni wanakwaya wakiwa na mavazi yao, pamoja na maafisa wa usalama wa vitengo tofauti, pia pamoja na maafisa wa GSU, pamoja na maafisa wa huduma kwa vijana nchini NYS wako pale. Lakini bado nje ya uwanja wa Kasarani kule kando ya ua, tunaona baadhi ya wananchi wakiwa wanatazama kwa mbali, wakiona iwapo watapewa fursa. Lakini kama tunavyoona mtazamaji, ni kama hakutakuwa na hiyo fursa ya kutazama mwili, lakini mengi zaidi ni hapo baadaye, wakati sasa pia tutakuwa tunaelekezwa mwili unapelekwa wapi na utaratibu kamili ambao utakuwa unatolewa. Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka uwanja wa Kasarani baada ya viongozi wakuu serikalini na pia wa chama cha ODM na familia ya marehemu Raila Odinga ikiongozwa na mama Aida Odinga pamoja na watoto wake walipata fursa ya kutazama huo mwili, pamoja na viongozi, makamanda wa vitengo vyote vya jeshi walipewa hiyo fursa ya kutazama. Mtazamaji, kumbuka hapo awali Francis Ontoma alituchorea picha halisi ya jinsi matukio yalivyokuwa katika uwanja huo wa Kasarani, ikiwa hadi kufikia sasa taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba mtu mmoja amethibitishwa kupoteza maisha na mwili wake uliondolewa katika uwanja wa Kasarani. Jina lake bado halijajulikana, na iwapo tutapata haya maelezo na pia ni wa kutoka eneo lipi, bado hatujapata hayo maelezo, lakini tutakuwa tunakuletea hayo maelezo punde tu tutakapopata taarifa kamili. Ni baadhi tu ya matukio ambayo yanaendelea kujiri na kujitokeza katika uwanja wa Kasarani. Ni siku ambayo mtazamaji imekuwa na shughuli nyingi, shughuli si haba, tangu wakati mwili wa Raila Odinga ulipowasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mwendo wa saa 3:30 asubuhi, na umati mkubwa ukajitokeza na kufika katika uwanja wa Jomo Kenyatta ili kupokea na kudhibitisha kwa kweli huyu kiongozi ambaye hakuonyesha dalili ya kuaga dunia hivi karibuni, kwa kweli ameondoka, na ndiposa walifika pale kudhibitisha na kuonyesha upendo mkuu waliokuwa nao kwa huyo kiongozi ambaye kwa kweli amedhihirika ni kiongozi wa wananchi. Hata kama hakubahatika kupata urais baada hata ya kujaribu kwa awamu 5,
imedhihirika kwamba kwa kweli ni kiongozi wa wananchi, ni kiongozi wa watu. Wananchi wamejitokeza kutoka maeneo tofauti, shughuli zikiwa bado ni nyingi katika eneo lake, nyumbani kwake katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, ambapo ndugu yake mkubwa Oburu Odinga tayari amefika pale ili kuongoza shughuli ambazo zinaendelea katika eneo hilo. Na uongozi wa chama cha ODM ikiwa leo asubuhi ulimuongeza majukumu na kumpatia ule usukani wa kushikilia kama kiongozi kwa muda kabla ya uamuzi kamili haujafanywa, awe ashikilia kama kiongozi wa chama cha ODM hadi wakati hali itakapotulia na uamuzi kamili kufanywa iwapo ataendelea kuendeleza huo usukani au bado mambo yatachukua hali tofauti. Tusikilize sauti kutoka eneo la Kasarani, kisha tutaendelea na wageni hapa studioni. Turudi nyuma hatua 3 nyuma kwanza. Na usisukumane. Zile stations ziko hapo, zikuje. Leta hizo stations zitusaidie kufanya marking hapa. Tafadhali. Tafadhali sana. Hizo golden stations ziletwe. Asante sana, itatusaidia kuweka perimeter. Thank you very much. Tupeane nafasi kwa hiyo. Asante afande kwa hiyo kazi. Asante sana. Tunawakumbusha tu kwamba tutafanya kwa utaratibu. Kila mmoja atapata nafasi yake. Na tunakuomba utatumia nafasi hiyo kwa njia ya heshima. Asante sana. Tuendelee kutii tafadhali. Tunaweka tu markings ili tuweze kupatia kila mtu nafasi aweze kuona. Asanteni sana kwa utaratibu wenu na pia kwa utulivu.